Hii habari tulisikia somo la kwanza kwamba idadi ya waumini imeongezeka, wamekuwa wengi, na hivyo kutokea manunguniko kama kawaida kwamba kikundi fulani Waebrania kwa sababu hawapati huduma sawa sawa. Mitume wakaona umuhimu wa kushirikisha kazi hizo za kitume, kazi za kutoa huduma kwa watu wengine. Kama nilivyosema katika utangulizi, hapo ndio chimbuko la sakramenti takatifu ya ushemasi, lakini haishii hapo. Inaelekeza kwamba katika kanisa la Mungu, katika jumuiya ya Wakristo, mapadri hawawezi wakafanya kila kitu. Mapadri hawawezi wakafanya kila kitu, watakuwa wamegawanyika. Kwa maana hiyo, kanisa lilipoingiza utume mbalimbali na kamati mbalimbali katika kanisa, ilikuwa katika mtazamo huo wa kuwashirikisha waumini wote katika kazi ya uenezaji wa Injili. Mitume au mapadri wanazingatia zaidi mambo ya sakramenti na kuhubiri, lakini kazi zingine zote zinazofanywa katika kanisa na walei ni kazi za kisakramenti vile vile, na kwa maana moja au nyingine zina umuhimu sawa kabisa katika kulitegemeza kanisa la Mungu. Kumbe basi vyama vya kitume, huduma mbalimbali zinazotendewa nafanywa na walei zisionekana kwamba ni za hali ya chini na zile labda za mapadri ni za hali ya juu zaidi. Zote zinahitajika katika kujenga kanisa la Mungu, katika kujenga mwili wa Kristo. Kristo akiwa nasi katika maisha yetu, katika safari yetu ya maisha, kama kwenye ngalao unapita baharini, kuna bahari ya mambo, changamoto za maisha, matatizo mbalimbali, maradhi na mambo mengi ambayo yanasuasua maisha yetu. Kama Kristo hayuko nasi katika safari hii, katika bahari ya maisha yetu, kwanza tunakuwa katika giza. Hatuoni mambo sawa sawa, hatuoni chanzo cha changamoto zetu sawa sawa, hatuoni nguvu za Kristo katika changamoto zetu za maisha. Lakini Kristo anakuja akiwa juu ya hayo matatizo, kama alivyokuwa juu ya bahari. Dhoruba yote zinatoka, lakini yeye yuko juu yake. Changamoto zote, matatizo yote, hofu zote, Kristo yuko juu yake. Na napo tufikia, mara nyingi tunaweza kuwa na hofu au kuwa na wasiwasi. Napopata hizo dhoruba, Yesu yuko nami kweli au vipi? Kama yuko nami, mbona haya matatizo niliyokuwa nayo hayaishi? Lakini Yesu anasema niko nawe, ni mimi, usiogope. Tukikubali kuipokea hiyo sauti ya Kristo kwa imani katika hali zetu ya dhoruba ya maisha, basi utulivu utakuja. Utulivu unaweza ukaja hata katika hali hiyo za changamoto. Utulivu unakuja, si lazima changamoto ziwe zitatuliwe mara moja, maana Mungu ana njia zake, lakini unakuwa tegemezi. Unajua matatizo yote yanayotokea haya, najua yatafikia mwisho, sio kwa nguvu zangu, sio kwa jitihada zangu, kwa nguvu za Kristo mfufuka ambaye yeye yuko juu ya dhoruba zote za maisha. Basi tumwombe Mungu, ndugu zangu, tunaposafiri katika chombo chetu hili cha maisha na tunapopata changamoto, tusihisi kwamba Kristo ametuacha, na tukijitegemeza kwake tutapata amani ya kuendelea na safari zetu za matumaini kwa Kristo aliyefufuka. Tumsifu Yesu Kristo.